browser yako ikiwa Google Chrome, alafu search Sleep Alarms. Utafungua link ya kwanza ambayo itakuwa recommended na browser yako. Kisha utaenda sehemu iliyoandikwa apply loan. Baada ya kufungua hapa utakuta sehemu mbili, Nectar Student na non-Nectar. Kwa utachagua Nectar Student. Sehemu hii utajaza kujaza namba yako ya mtihani ikianzia na S. Sehemu ya pili utajaza namba, ya tatu utajaza mwaka uliohitimu. Kisha itakuja jina lako na sehemu ya chini hapa utachagua diploma ikiwa umemaliza form 4, unataka uombe mkopo, au degree ikiwa umemaliza form 6. Baadaye utaverify chini hapo cheti cha kuzaliwa kutoka RITA kwa kujaza verification code. Kisha itakuja jina lako, alafu utamalizia kwa kujaza namba ya simu na utakuwa tayari una generate control number ambayo utalipia kulingana na kiwango cha elimu ambacho umechagua, ikiwa ni degree au diploma. Kwa diploma utalipia 20,000, kwa degree utalipia 30,000 kwa mara ya kwanza ikiwa unafungua account. Baada ya kulipia control number utaenda sehemu inayofuata. Sehemu hii utatakiwa ugenerate password ambayo itahusiana na hiyo password. Itakiwe na herufi kubwa, alafu itakiwe na alama yoyote, ikiwa leli, nyota, zilo, yote, alafu pia iwe na tarakimu namba. Kwa hiyo utatengeneza password inayojumuisha hivi vitu. Baada ya kutengeneza password uta create account ambayo itakuwa moja kwa moja na login kutumia namba yako ya mtihani, alafu na password ambayo umeitengeneza. Kwa hiyo utakuja hapo sehemu ya go to login, yani sehemu ya kuingia. Utabonyeza hapo, kisha utajaza taarifa zako ulizojisajili ikiwa ni namba ya mtihani pamoja na password. Hapo utachagua account yako kubonyeza hiyo sehemu. Pia utaanza na basic information, taarifa binafsi, yani taarifa zako. Utaanza ni sehemu ya kwanza. Sehemu hii moja kwa moja utaanza na kuupload picha, yani passport ya mhusika. Na utaupload kulingana na vipimo ambavyo wamekuwekea wao hapo. Utafuta picha passport ya mhusika, utai-upload, alafu utai-save. Ikiwa ina kipimo husika ambacho wamekiweka hapo, haitakubali. Baada ya kuupload picha, utaendelea na kipengele cha kujaza taarifa za benki. Utachagua jina la benki, alafu kisha utaandika account number ya benki husika. Baada ya kuandika benki husika, utahakikisha kwa kusearch hizo taarifa, italeta majina na taarifa za account benki. Ukijihakikishia ni zenyewe, utasave na kuendelea na sehemu inayofuata. Baada ya kujaza sehemu inayofuata, utaendelea na sehemu inayofuata. Utajaza taarifa za makazi ikiwa ni mkoa na wilaya unaoishi. Baada ya hapo utajaza namba ya mhusika kutoka napa. Utajaza, itakuja taarifa za napa, utahakikisha ni zenyewe, alafu uta confirm. Baada ya confirm utaenda sehemu inayofuata. Sehemu hii utajaza taarifa 4 ikiwemo taarifa za afya. Ikiwa na ulemavu utajaza taarifa za baba, utajaza taarifa za mama, utajaza taarifa za TASAF kama ni mfadhiliwa wa TASAF, alafu utajaza taarifa za ujane, yani ikiwa wewe unafadhiliwa na ujane. Na pia hii sehemu utatakiwa ujaze namba za baba na mama. Kwa hiyo utajaza kulingana na uhitaji wako. Sehemu ya mwisho ni mdhamini. Hapo naita Galenta mdhamini. Utachagua ikiwa ni baba, mama kati yao, alafu kisha OTP itatumwa kwenye meseji ya mtu mmoja wapo. Baada ya kuverify namba ya mama, ikiwa umechagua
mtu mhusika awe mdhamini wako, utachagua ni kitambulisho kipi ambacho utatakiwa kuverify. Mimi nimechagua NIDA na hapa nitaulizwa maswali kulingana na NIDA. Ukiona complication maswali huwezi kuvuka za kuchagua kitambulisho cha mpiga kura. Hivyo mimi nimetumia NIDA, kwa hiyo nitajibu maswali machache ikiwemo kata, majina ya mama, sehemu ninayoishi, shule niliyosoma, mwaka niliohitimu. Nitajibu kulingana na uelewa wangu. Kwa hiyo baada ya kujaza hapa nitabakiza hatua moja tu ambayo inafuata, hatua ya mwisho. Ikiwa utashindwa kuverify NIDA yako, utachagua verification ya kadi ya mpiga kura. Hii ni rahisi zaidi, ambao utajaza namba za mpiga kura afu upload muonekano, yani picha muonekano wa mpiga kura. Baada ya kuverify utaona taarifa za NIDA za mhusika. Utamalizia kwa upload picha ya mdhamini wako. Kwa hiyo tutakiwa na picha yenye size ile ile ambayo wanaomba kwenye mfumo. Na sehemu ya mwisho kabisa utadownload fomu ambayo itapaswa iende kwa mtendaji na mwanasheria. Na hapa itakuwa page namba 2 na namba 5 ambazo zinatakiwa zisainiwe na mtendaji na mwanasheria. Na hapo utakuwa umefikia mwisho wa maombi ya mkopo ya elimu ya juu SLIP. Asante kwa kuangalia. Kama ni wa kwanza kwenye channel hii, like, share, comment, pia usubscribe. Kama una maoni yoyote, comment kwenye comment section.